Kuna vitu tunaomba ni haki yetu, vilikuwa vistahili kuomba. Ndio maana Isaya 65:24 anasema, kabla hamjaomba nitajibu, na mwapo katika kunena nitasikia. Kwa hiyo tunatumia nguvu nyingi kuomba vitu, lakini sisi hatupaswi kuomba vitu. Ni halali yetu kwa sababu ni vya Baba yetu wa mbinguni. Sasa shida inaanzia wapi? Isaya 59 mstari wa 2 anasema, maovu yenu na dhambi yamewafarakanisha nyie na uso, sitaki kusikia. Kwa hiyo njia ambayo ni rahisi na njia ambayo inaeleweka ni kufanya upatanisho ili kurudisha ile milki ya uhalali wa kumiliki. Kuna watu wanaomba, lakini kwenye ulimwengu wa roho mikono yao ni vigutu. Kuna watu wanatafuta pesa, lakini kwenye ulimwengu wa roho hawana nafsi ya kumiliki fedha. Kwa nini? Asili ilishaunganisha nafsi yake na miungu. Kwa hiyo mtu unaenda tu kuomba, watu wanafunga mpaka anapata vidonda tumbo, lakini hawajapata ile kanuni ya kwenda mbele za Mungu. Ukiwa una uelewa mzuri juu ya neno la Mungu, wewe sio mtu wa kufunga kwa ajili ya mahitaji ya kimwili. Baba, ninafunga ili nipate nyumba. Baba, ninafunga ili nipate mke. Ile ni haki yako, kwa sababu wewe ni mwana wa ufalme. Lakini kilichokuwa pale, nguvu za giza zilichukua umiliki. Kwa hiyo kinachotakiwa nguvu nyingi tuweke katika kufanya matengenezo, kwa sababu kwenye Isaya 59 mstari wa 2 anasema, maovu yenu na dhambi yamewafarakanisha nyie na uso, sitaki kusikia.